Habari ambayo imefichuka asubuhi ya leo kutoka Ikulu ni kwamba baada ya waandamanaji wengi mamia na mamia kuuawa pale wakati Watanzania wanaandamana, jeshi wameanza kufanya mazishi, wanasika miili ya wenyewe kisirisiri. Hiyo ndio habari kuu imefichuka toka Ikuluni, ya kwamba wale ambao waliuawa katika maandamano pale nchi ya Tanzania wakati walikuwa wanaandamania haki zao, wameanza kufanya maziko kwa njia ya kisiri. So familia nyingi wamekosa wenzao kwa sababu ya maziko yanafanywa kisirisiri. Hebu tusikia hii habari vile imefichuka, na ni ukweli kabisa ya kwamba watu wengi, miili nyingi zingine asijulikani, miili nyingi haijulikani mahali liko, na familia nyingi wanatafuta wapenzi wao hawapatikani. Ina maana ya kwamba wameanza kusika miili ili isijulikane ya kwamba watu ni wengi walikufa. Na ukumbuke wanafanya maziko ya kwa pamoja, wanaweka shimo moja, wanaweka miili dharura kutoa misaada ya chakula kwa zaidi ya Wamarekani milioni 40 ambao hutegemea malipo kwa ajili ya chakula kutoka kwa serikali nchini Tanzania inakabiliwa na shinikizo linaloongezeka kufuatia mauaji yaliyoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita, huku chama kikubwa zaidi cha upinzani Chadema kikivishtumu vikosi vya usalama kuhusika na vitendo hivyo pamoja na kuitupa au kuizika kwa siri miili ya mamia ya watu waliouawa katika ghasia zilizoushtua ulimwengu. Zaidi anasimulia Josephat Charo. Maandamano ya kupinga uchaguzi wa Oktoba 29 yalishuhudiwa kwa siku kadhaa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, huku vijana wakiingia mitaani katika miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na mahali pengine ili kupinga kile walichotaja kwamba halikuwa zoezi la huru wala haki. Vikosi vya usalama vilijaribu kuyazima maandamano hayo kwa kutumia mabomu ya machozi na hata kuwafyatulia risasi waandamanaji risasi za moto, huku amri ya kutotoka nje usiku ikitangazwa nchini humo. Brenda Rupia, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa chama cha upinzani Chadema, ameliambia shirika la habari la AP kwa njia ya simu kuwa kwa sasa mioyo ya Watanzania inavuja damu na kwamba hili ni jambo jipya kwao. Alipoulizwa ikiwa familia za wahanga wa maandamano hayo zimeweza kufanya mazishi, Bi Rupia amesema vikosi vya usalama vinazuia maiti na kwamba baadhi ya miili imekuwa ikizikwa kwa siri na vikosi hivyo ili kuficha ukubwa wa mauaji hayo. Kumekuwa na ripoti juu ya vifo vingi kufuatia maandamano hayo. Wiki iliyopita chama cha upinzani Chadema kilisema watu wasiopungua 700 waliuawa katika siku 3 za vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi, taarifa ambazo zilikanushwa vikali na serikali ya Tanzania, ambayo hata hivyo haijatoa idadi rasmi ya waliofariki. Mataifa kama Uingereza, Norway na Canada yametaja uwepo wa ripoti za kuaminika za idadi kubwa ya vifo, huku kanisa Katoliki likisema kuwa mamia ya watu walikufa, ingawa pia halikuweza kuthibitisha idadi kamili. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaani vitendo vya ukandamizaji dhidi ya waandamanaji na kuitaka mamlaka ya Tanzania kukomesha matumizi ya nguvu kupita kiasi na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Katika hotuba yake siku ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan alikiri kutokea vifo na alivihimiza vyombo vya usalama kuhakikisha hali ya kawaida inarejea, huku akitoa wito wa kuzingatia umoja, amani na mazungumzo. Ndugu zangu wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini. Wakati mawasiliano ya internet yakirejea baada ya kukatwa kwa karibu wiki nzima, mamlaka imewaonya Watanzania kutosambaza picha na video ambazo zinaweza kusababisha hofu, ikisema kuwa vitendo hivyo vinaweza kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria.
Shukran Josephat Charo. Tukisalia nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani Chadema kinasema hakijui hadi sasa alipo makamu mwenyekiti wake upande wa Tanzania Bara John Heche, ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Dodoma kwa takriban wiki mbili sasa, baada ya kuhamishwa asubuhi ya leo kutoka kituo cha polisi cha Mtumba. Taarifa iliyotolewa na chama hicho kupitia mkurugenzi wake wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia imeeleza wasiwasi wao na kutaka mamlaka nchini humo kuelezea alipo kiongozi wao huyo. Mohamed Khelef amezungumza na kaka wa John Heche, Chacha Heche, kutaka kujua taarifa walizonazo kuhusu ndugu yao mpaka sasa. Leo asubuhi mke wake akafika pale majira ya saa 4, saa 3 akaniandikia message kwamba yuko polisi lakini inaonekana wanampeleka kwa RPC leo. Kamanda wa polisi wa mkoa Dodoma. Kwa hiyo walivyoondoka naye pale, yeye mke wake pamoja na Biashura wameongozana na hayo magari ya polisi, lakini wakasema bahati mbaya sana hayo magari yameongeza mwendo kasi kabisa na kuwaacha. Walipofika kwa kamanda wa polisi amemwambia mke wake kwamba hana taarifa na hatambui kwamba Heche anapelekwa kwake kwa siku ya leo. Labda kwa msikilizaji wetu ambaye hakuwa anafuatilia habari hii ya kukamatwa kwa Heche takriban wiki mbili zilizopita nyuma, mkumbushe kwamba Heche alikamatwa kwa makosa gani na kwa nini yupo mikononi mwa polisi hivi sasa? Tarehe 18 mwezi wa 10 alipokuwa anavuka kwenda msibani kwa Raila Odinga, na mimi mwenyewe tulikuwa naye pale. Alifika pale kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi wa msafara. Kabla hajagonga pasipoti, mtu mmoja akachukua pasipoti yake na kuisizi ile pasipoti. Waliposizi ile pasipoti, tukadimandi kwamba wamuandikie barua ya kwa nini wamechukua pasipoti yake ili aondoke eneo lile. Lakini kilichotokea, waliendelea kujikusanya polisi wengi, lakini bahati mbaya kwa sababu tulikuwa tuko one stop center eneo la Kenya, walishindwa kumkamata kwa nguvu pale. Kwa hiyo kilichofanyika, yeye aliondoka kwa mguu, akaondoka eneo lile. Tarehe 21 akaondoka kwenda Dar es Salaam. Tarehe 20 akaondoka kwenda Dar es Salaam na tarehe 22 akakamatwa pale. Ndipo tulipoambiwa kwamba anahojiwa kwa makosa ya kuvuka kwenda Kenya bila kuwa bila kufuata utaratibu. Sasa eneo tulilokuwepo huwezi kulidhani kwamba mtu amevuka kwenda Kenya kwa mujibu wa sheria, kwa sababu ni eneo kwanza la forodha ambalo ni one stop center, na ndilo aligeukia hilo eneo na kurudi Tanzania. Na pia tukumbushe kuhusu umesema kwamba ameanza mgomo wa kula, au alitangaza kwamba leo angeanza mgomo wa kula kwa sababu hashughulikiwi afya yake ambayo inazidi kuzorota na hapeleki mahakamani wala hapewi dhamana ya kipolisi. Afya yake ikoje? Kipi ambacho kinamsibu akiwa mikononi mwa polisi kiafya? Kwanza amepata homa kwa sababu ya mazingira aliyokuepo pale. Kituo alichokuepo, alivyonithibitishia yeye mwenyewe ni kwamba ameumwa na mbu wengi sana mle ndani. Lakini pia yeye mwenyewe pia katika mfumo wake wa maisha ni mtu alishabadilisha mfumo wa maisha. Ni mtu wewe unafahamu, mtu akishaamua kuishi maisha ya mazoezi, ni mazoezi. Ukimtunza sehemu stranded tu bila kufanya mazoezi, mwili lazima utadhoofu. Kwa hiyo amedhoofu mwili na kupata shida, kwa sababu pia hata hivyo mtu unapokuwa umemweka lock up kama ile, anaweza kupata hata anxiety kwa sababu anajiuliza vitu vingi kwenye kichwa chake. Kwa hiyo amepata matatizo ambayo yameambatana na hayo. Tarehe 18 mwezi wa 10 alipokuwa anavuka kwenda msibani kwa Raila Odinga, na mimi mwenyewe tulikuwa naye pale. Alifika pale kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi wa msafara. Kabla hajagonga pasipoti, mtu mmoja akachukua pasipoti yake na kuisizi ile pasipoti. Waliposizi ile pasipoti, tukadimandi kwamba wamuandikie barua ya kwa nini wamechukua pasipoti yake ili aondoke eneo lile. Lakini kilichotokea, waliendelea kujikusanya polisi wengi, lakini bahati mbaya kwa sababu tulikuwa tuko one stop center eneo la Kenya, walishindwa kumkamata kwa nguvu pale. Kwa hiyo kilichofanyika, yeye aliondoka kwa mguu, akaondoka eneo lile. Tarehe 21 akaondoka kwenda Dar es Salaam. Tarehe 20 akaondoka kwenda Dar es Salaam na tarehe 22 akakamatwa pale. Ndipo tulipoambiwa kwamba anahojiwa kwa makosa ya kuvuka kwenda Kenya bila kuwa bila kufuata utaratibu. Sasa eneo tulilokuwepo huwezi kulidhani kwamba mtu amevuka kwenda Kenya kwa mujibu wa sheria, kwa sababu ni eneo kwanza la forodha ambalo ni one stop center, na ndilo aligeukia hilo eneo na kurudi Tanzania. Na pia tukumbushe kuhusu umesema kwamba ameanza mgomo wa kula, au alitangaza kwamba leo angeanza mgomo wa kula kwa sababu hashughulikiwi afya yake ambayo inazidi kuzorota na hapeleki mahakamani wala hapewi dhamana ya kipolisi. Afya yake ikoje? Kipi ambacho kinamsibu akiwa mikononi mwa polisi kiafya?
Kwanza amepata homa kwa sababu ya mazingira aliyokuwepo pale. Kituo alichokuwepo, alivyonithibitishia yeye mwenyewe ni kwamba ameumwa na mbu wengi sana mle ndani. Lakini pia yeye mwenyewe pia katika mfumo wake wa maisha ni mtu alishabadilisha mfumo wa maisha. Ni mtu wewe unafahamu, mtu akishaamua kuishi maisha ya mazoezi ni mazoezi. Ukimtunza sehemu stranded tu bila kufanya mazoezi, mwili lazima utadhoofu. Kwa hiyo amedhoofu mwili na kupata shida, kwa sababu pia hata hivyo mtu unapokuwa umemweka lock up kama ile, anaweza kupata hata anxiety kwa sababu anajiuliza vitu vingi kwenye kichwa chake. Kwa hiyo amepata matatizo ambayo yameambatana na hayo.